Sasa tunachukua kama wandugu na wadada. Sasa hivyo ndio tujawaipata, hawajawahi tu attack, hatujaipata matatizo na wao. Na hii kazi ya biashara ya utalii, wale watalii watu tunawabeba watu wa kutoka nchi za kigeni, na huwa ni watu wazuri, so tunakuanga safe. Wakati unafanya Uber au unafanya Uber, sasa hujawahi kupata shida yoyote? Uber nishaipata tatizo moja, na mtu nilikuwa nimebeba, alafu nilikuwa nimepotea. Hiyo wakati haikuwa na hizi masimu kama hizi za hizi simu inayoonyesha nani ramani, GPS, yeah. So nikauliza, we are looking for a certain place. Nani Waislamu waliingia kwenye gari, mmoja aliingia pale mbele, wawili nyuma. So nikasikia tu bunduki hapa imewekelewa tu. Akakuwekea bunduki hapa nyuma. Okay, akaniambia simamisha gari. Na kizungu, sasa nikasimamisha gari. Wakaniambia okay, ndeta hizo pesa zote umetengeneza nani? Nawapa. Wakaangalia jaketi yangu, wakatoa jaketi, wakaiba kaseti, wakati ilikuwa ni ma CD. Wakachukua zote. Lakini waliniacha hai, hapo nilishukuru Mungu. Na kulikuwa usiku kama mwendo wa saa 5 usiku. Na hapo ulikuwa kama una shilingi ngapi? Umetengeneza shilingi ngapi? Nilikuwa nimetengeneza kama 1,200. Randi 1,200. Randi 1,200. Na okay. Wakati. Na gari pia ilikuwa ya kwanza. Kwa nimerent kwenye mwenye gari. So ndio nikamweleza vile kuliendelea, na akasema nilisahau kukuambia kuna sehemu zingine usiende. Kama zile za mataushi huwa ni hatari sana. Okay. Sasa hizi mjini ndio safe kabisa. Sasa ni hiyo tu nilikuwa nayo. Otherwise after that sijaipatana na kosi nyingine. Okay. Tunajua kwa historia ya taifa la South Africa. Nani mapambano yalikuwa makali sana kwenye swala la kupinga ubaguzi. Hiyo unajua wakati nilikuja hapo sasa hiyo sasa hivi pakoje? Ubaguzi umekwisha. Na kwa maana zamani mweusi angeenda mahali wazungu wako. Kama kuna hizi beach za hapa, kama ile beach ulienda pale Camps Bay. Ilikuwa imeandikwa whites only hiyo wakati. Weusi tu walikuwa wanaenda kufanyia wazungu kazi. Ukifika saa 11 unaenda nyumbani, unapanda train yako, unapeleka nyumbani. Ukipatikana town wanakupiga, polisi wanakupiga. Lakini sasa hivi ni free, kumetulia. Inawezekana kumetulia kwa maana ya sheria ambazo tunajua zilishaondoka zile za ubaguzi. Lakini wenyewe tu labda watu weupe wakiwatazama watu weusi, ama weusi wakiwatazama watu weupe, maana inawezekana pia na mweusi akambagua mweupe. Lakini hiyo unaionaje? Yani kwa sababu umekaa hapa miaka mingi, unaionaje? Racism kwanza hapa Cape Town iko. Iko. Tumeona iko. Na kuna maduka za wazungu ukienda, wakiona wewe ni mweusi, hata kama unaenda kuangalia nyumba, maybe ni agents wa nyumba na kuangalia, naona wewe ni mweusi, wanasema kuna vacancy. Kumejaa. Kumbe hata kama ipo kumejaa. Hata kulikuwa na gazeti moja ilikuwa imeandikwa kuna watu weusi walikuwa wametoka Johannesburg wakakuja hapa Cape Town, na ni weusi na walikuwa na pesa, walikuwa wanakuja kununua nyumba waishi hapa. Wakaenda sasa kwa hao agent Mzungu akawaambia hamna. Sasa wakajua huyu ametudharau. Kwa maana hawa weusi walikuwa na rafiki wao mzungu. Wakamuita. Akamwambia hebu enda ujaribu. Wakamtuma. Akaenda kujaribu, akaambiwa hii. Sasa hapo tulienda akasema sio kwa ubaguzi bado hujakuisha bado huko. Sasa hivyo walienda kisha hiyo kwenye article kwenye gazeti. So kwa hivyo iko bado iko, lakini bado ina reduce inapungua. Lakini pia vile tumeishi hapa, tumeona pia watu wa Cape Town wazuri. Ni watu wanaheshima pia. Ni watu wamependa pia wageni. Unaona. Kwa hivyo kuna nchi zote na unakutana, kuna watu pia wapendi wageni, lakini bila tumeona
tumeona pia hapa watu wanapenda wageni sana. Hata pia watalii wale wanakuja hapa wanasema, hey, I've seen a lot of these South Africans, Capetonians, they are good people and they are social and they are nice people. Yeah. Yes. Mimi natamani kujua kuna watu ambao umewaona hapa Cape Town wametokea kwenye hizi nchi zetu labda Kenya, Tanzania, unawafahamu ambao wametoboa, yani ni matajiri na walikuja hawana kitu kama wao walivyokuja hapa hiyo miaka takriban 30 iliyopita? Kusema kweli, okay, nawajua na wafahamu, lakini si ati vile wametoboa sana. Wametoboa kwamba wanaishi kimaisha, maisha nzuri, lakini wana familia, wana magari, wana nyumba nzuri, lakini sijasikia ati mtu ameondoka hapa kaenda sasa kujenga nyumba ama ameenda Kenya, Tanzania, ameishi. Lakini mimi nasikia kuna wengi wameenda wakajenga nyumba, na wengi usema wanaenda wanajenga wanarudi. So hayoleweki, lakini vile mimi najua sio wengi wao wametoboa. Hata watu wengi wao wanasemanga hapa na maisha hapa ni magumu, hata nyumbani afadhali. Na sasa kurudi nyumbani watu watanichekelea, hata sasa nimeenda bila kitu. Unaona, sasa maisha yako hivi. Na nimeona hiyo sana Mr. George, hata sisi baadhi wakati mwingine tumezungumza na Watanzania wanaoishi hapa South Africa. Wanaisema hiyo kwamba bwana, mimi maisha yameshakuwa magumu kiasi kwamba natamani nirudi kwetu. Lakini sasa kwetu wanajua mimi niko South Africa. South Africa wanajua sisi tuna maisha mazuri. Sasa nikirudi kule itakuwaje? Hiki kitu kuna wakati na wewe kimeshakukuta, unatamani urudi Kenya, lakini unasema nikirudi sina kitu na ndugu zangu walikuwa wanajua nipo huku, itakuwa ni aibu. Iko hivyo sasa. Iko hivyo, Mua nasema hivyo, lakini Mua anasema hata nikienda nyumbani, hata watu nyumbani wananiambia no, rudi. Tutakusaidia. Lakini sasa naona watoto wangu tena wako hapa, sasa tena bado wanakuwa na huwa mwisho bado yuko shule, anaenda college. So sasa hiyo ndio kitu sasa pia huwa inaniweka hapa, unaona. Kwa hivyo siwezi wacha watoto hivyo bila kuwapangia mpango. Lakini vile nilikueleza hapo awali, nataka niende nyumbani, nijitayarishe, nifanye research vile nitaweza fanya kule, kujenga, kisha basi taweza ita hata mke wangu tuende tuishi naye kule. Watoto vile wanasema hapo alizaliwa hapa, hataki kurudi Kenya, ila tu kutembea. Ndio maisha yao yako ni hapa. Okay, umeshazoea. Hawako na marafiki hapa na wanapata uraia. Hapa. Okay. Sasa hii itakuwa ni sawa. Tuzungumzie maisha ya kawaida ya hapa, George. Hapa najua kuna mchanganyiko wa labda kabla tujaenda huko. Actually nataka kuuliza, nimekumbuka pia ile swali. Mwendelezo hapo kwenye kutoboa. Ukiacha wa South Africa wenyewe, ni watu gani ambao pia umewaona sana wa kutoka taifa jingine ambao wanamiliki biashara kubwa hapa? Hapa weusi wa hapa, ile tribe kubwa hapa ni hawa Wakosa, tribe ya Mandela. Na hao ndio wengi wao wako kwenye serikali. Na pia unaona hapa weusi wa hapa sio hivyo, pia watu wamejisaida, wamejiweza kwa maisha. Pia ni wengi wao kuna pia wanahangaika. Angalau hata ingawa serikali inawajengea nyumba bure, na inawapatia hii grant, hii pesa ya kila mwezi inawapa, lakini sio wote, ni wale wameapply. So unapata pia maisha hapa ni 50-50. Kuna wengine wameajiriwa, wengine hawajaajiriwa, na mshahara pia ni mdogo. Sasa kile kinawasaidia nyumba wale. Au watu gani? Watu weusi wa hapa hawa Kosa hawa. Watu weusi wote au kwa wafanyakazi wa serikali? Wafanyakazi wa serikali. Wafanyakazi wa serikali wanafanya nyumba. Wafanyakazi wa serikali wako na manyumba yao. Wale government employees. Government employees. Maisha yao ni mazuri. Wamejenga nyumba zao au serikali inawapa nyumba za kuishi? No, serikali inawapa nyumba ya kuishi. Wengi wao hata hawajijengea hata nyumba. So unaona maisha pia. Na akistaafu sasa ndio sijui vile huwa anafanya, anaenda kule kukaa kwa kule Transkei kwao kwa shambani, au zile pesa alikuwa amejichangia amefungua kwa biashara. Yes. Okay. Na ukiacha wa South Africa wenyewe,
taifa gani nyingine ambao kutoka nje ya nchi? Najua hapo kuna watu wengi wanatoka nchi nyingine wanakuja hapa. Hapa tuko na sana tuko na tuseme kama kila ule dunia mzima. Tuko na wa China, tuko na wa Palestine, Pakistan na Zimbabwe, Malawi, Nigeria, Senegal. Hao wote. Nasikia wa Nigeria. Wapo ambao wana pesa sana hapa. Wameweza kutengeneza pesa hapa. Au ni kwa Johannesburg peke yake? No, pia hapa wako wengi. Na pia watu huwa tunashindwa watu wanatoa pesa wapi? Kwa maana hata kuajiriwa huwezi pata ni Nigeria ameajiriwa kazi. Sasa unamuona tu akiwa tu kwenye barabarani anaendesha gari ya bei, gari nzuri sana, lakini sasa kila mtu anasemanga si unajua watu wana dawa. Ndio maana hauwezi ama kuwafikia, unaona. Hivyo ndio huwa anaendelea, lakini sasa sisi hatuwezi, sisi hatujazoea kuuza hiyo madawa. Kwa hiyo wa Nigeria wanaishi maisha makubwa sana. Wanaishi makubwa. Hapa wamenunua manyumba hapo. Okay. Yes. Na wengi hao sasa wameoa raia. Wanawake wa sasa wanapata uraia virahisi. So wanatuweza na familia yao nzuri. Wanaishi vizuri sana. Okay. Sana. Kwenye historia ya nchi ya South Africa ambayo imetoka kwenye ubaguzi wa rangi miaka ya nyuma na vitu kama hivyo, sasa hivi kwa maisha kawaida kabisa kwako wewe ambao umekaa hapa muda mrefu, mahusiano ni rahisi sana kwa mtu mweusi kuwa na mahusiano na mtu mweupe, ama mtu mweupe kuwa na mahusiano na mtu mweusi, ama bado hilo ni gumu, ama ni kitu cha kawaida? No. Hiyo miaka yote nimeishi hapa. Kwa maana Mandela ndio alileta mabadiliko hapa. Sasa ikakuwa ni free. Sasa unaona weusi, hata mweusi anatembea na mzungu, wanaongea vizuri, wanakula pamoja na wanafanya kazi pamoja. Sasa hiyo iko sasa pendo huko. Sasa hiyo maneno baguzi iko na sehemu zingine, lakini sio zote. Wanaoana mzungu hapa, kijana wa Kiafrika akitaka kupeleka posa kuoa binti yake anampokea, wanakubali au kuna ugumu? Hivi kuna kama raia hapa weusi hapa kuoa mzungu hapa, sijaona sana, lakini weusi wale wa nchi za kutoka mbali ndio wanaoa wazungu hapa. Na kwa maana wanajua kutafuta pesa. Na mweusi wa hapa maybe anaoa mwanamke wa kutoka Ulaya mzungu. Lakini sasa sio wengi wameoa weusi, watu wameoa weusi wazungu wa South Africa. Sio wengi, ni kama wachache sana. Bila nimeona ni kama nimejua wawili, na lakini hao ni watu wako na pesa, wale wanacheza kwenye michezo ya rugby na cricket. Sasa hao ndio wanaweza kuoa bibi wa kizungu. Kwa hiyo unasema kuna, au labda kuwa mweusi peke yake haitoshi, inabidi pia uwe labda na kipato kabisa. Ndio unachomaanisha? Yes. Okay. Nimekuelewa vizuri. Na kwenye maisha yako yote ambayo umeishi, sitajua umeishi maisha marefu. Na Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu mengine zaidi. Amina. Jambo gani la kusikitisha zaidi ulilowahi kukutana nalo, na jambo gani la kufurahisha zaidi ulilowahi kukutana nalo? Hayo mawili, moja la kusikitisha zaidi, jingine la kufurahisha zaidi. Jamani, hapa mwenyewe Mr. George ni dereva na hapa ananibeba, msafirishaji mwenzetu, na hapa ananiwaisha airport. Naomba muje kabisa hapa. Mkija jamani hapa Cape Town. Ukitaka unakuja DM kama mtu mmoja mzuri sana. Ndio wengi sana. Connect naye kama unahitaji huduma ya usafiri atakupatia. Haya, swali langu George. Sasa ina jambo bwana sister. Sijui kwa nini. Unajua mimi huwa napendelea kuchukua vitu kama stress au nini. Mimi kawaida yangu hata watu kama niko na stress watu hawezi jua kama niko na stress. Kwa maana mimi watu nafurahi wakati. So kila kitu ni kibiashara. Kwenye kibiashara hapa ndio inatolea down kabisa. Kwa maana sisi wote tumekuja kutafuta na tutoboe. Lakini sasa ile inatufikisha ni kwamba unaenda kufanya kwenye biashara, lakini unaona biashara tena
unaenda bila kuuza, unaenda nyumbani bila